So vijana wengi ama main challenges ambazo watu walemavu wanakumbana nazo wanapotaka kuanzisha biashara ama kuendeleza hizi biashara. Finance too is the main challenge. That's why kwa sababu sisi kama organization kuna time tutakuwa na hiyo program, na sababu unapata wengi wenye maybe wangetaka kufanya kitu fulani inabidi wametulia, ama maybe tena hiyo process ku apply hiyo grants from other new organization, let's say kama National Council, pia maybe it might delay. So unapata hiyo biashara pengine alikuwa anataka kuanzisha muda huu, sasa inabidi amengoja tena mpaka miezi kadhaa ndio anzishe. Finance ni the main challenge. Alafu pia kama hiyo language barrier, ni communication barrier pia bado imekuwa challenge kubwa, so kwa wale walemavu wenye hearing impairment. Alafu challenge nyingine bado kuna hiyo discrimination. Licha kwamba kuna awareness about disability kwa society, kuna tu wale watu wenye bado kuna ile ignorance. So mtu bado atashumu huyu ana ulemavu, siwezi mchangia, ama siwezi kula maybe chakula yake. Unaona, kama ni mtu anafanya hiyo biashara ya hoteli na ana ulemavu, unapanda kuna some people will shy away from ku consume product zake. So kuna tu zile challenge ambao ni hizo tu ni individually, like mtu mwenye ataamua assume asikuwa anakukuja kwa duka yako. But the main challenge ni finance na communication barrier. Alafu pia na kuna pia some of persons with disability ni bado pia kwa mashinani bado hajakubali attitude ni barrier, because mtu bado hajakubali yani mtu mwenye ulemavu. Na bado unajua kama bado hajajikubali atakuwa na hiyo, hatataka kutangamana na watu, ako bado anajificha, hiyo self denial. So hiyo ndio changamoto tunapata kwa some of persons with disability.